Na tukitoka Baringo tuangazie ya Transmara ambapo Rais William Ruto ametangaza msamaha wa haraka kwa wakazi wa eneo linalokumbwa na mzozo la Transmara wanaomiliki silaha kinyume cha sheria ili kuzisalimisha kwa hiari yao. Akizungumza katika kaunti ya Baringo, Ruto alionya kwamba wale watakaoshindwa kufanya hivyo watakabiliwa na sheria ili kurejesha amani katika eneo hilo. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Abdiaziz Hashim, naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat amethibitisha kuwa marufuku ya kutotoka nje kuanzia jioni hadi alfajiri itaendelea kutekelezwa hadi pale hali ya kawaida itakaporejea kikamilifu. Huku maelfu ya wakazi wa Angata Baragoi wakiendelea kukabiliana na athari za mapigano makali yaliyosababisha vifo vya watu watatu, wengine wamejeruhiwa na wengine 1800 kuyahama makazi yao. There are various situations in there, ranging from land, ranging from just animosity, others just for the sake of incitement. So the active investigation that is ongoing now will reveal the motive of most of these people and their intentions. Huduma ya kitaifa ya polisi imeimarisha usalama katika eneo linalokumbwa na mzozo la Transmara ili kurejesha hali ya kawaida kufuatia mapigano kati ya jamii mbili jirani. So yesterday and today people have started going back to normalcy. Some have gone back to Angata Baragoi, and we will continue to monitor. The situation is that the curfew will still be sustained until we are 100% comfortable that normalcy has returned in that particular area. Mauaji hayo yamesababisha Rais William Ruto kutoa onyo kali kwa watu wanaomiliki silaha kinyume cha sheria katika eneo hilo. Kuna wajanja wengine wahuni wameenda sasa kule Transmara, wanaua wananchi kule. Juzi polisi wamegazette hiyo area kwamba ni area iko disturbed, area iko na matatizo, itawekwa curfew na hawa watu watarudisha bunduki, na wasiporudisha bunduki watakiona cha mtemakuni. Yes. Viongozi kutoka eneo hilo pia wameunga mkono shughuli ya kusalimisha silaha zinazomilikiwa kinyume cha sheria. Wakati huo huo, naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat anasema washukiwa zaidi wanatarajiwa kukamatwa mbali na 6 walioko kizuizini, akiwemo mwakilishi wadi wa Longorian Michael Oleseme. Kila mtu atawachana na bunduki. Bunduki ni askari. Kama unataka bunduki, enda ujiandikishe kwa polisi, alafu utakuwa trained, uwe policeman, uwe na bunduki. Of course, we have the MCA of Longorian. The other persons of interest will be known very soon as we arrest them. Lagat alisema kuwa usalama umeimarishwa katika eneo hilo pekee na pia kote nchini, hasa katika msimu huu wa sherehe. For the entire country, we are quite peaceful. We are ready for Christmas festivities that will take us through to the beginning of January. We have deployed, and you've seen, we have enough deployment, especially on the road management. Alikuwa akizungumza katika eneo la Eastleigh, kaunti ya Nairobi, baada ya kufungua kituo cha polisi cha mtaa wa California. Sisi kama wanabiashara tukiwa na police officers ambayo wanaweka doria na wanahakikisha ya kwamba usalama umepatikana hapa, ndio biashara yetu inanawiri. Abdiaziz Hashim, Darubini.